Imam Shafi alikuwa ni baba yake kabla yeye hajazaliwa wala baba yake hajaoa, sawa, alikuwa anatembea katika safari zake, kapita shamba, njaa imemshika, sawa, akawa ameokota tunda kwenye shamba, asio amechuma, amefanya chini, shamba limenawili, mazao yako yaliyoanguka chini mengi tu, lakini akaokota moja, akasafisha, akawa na kula. Yuko nusu ya lile tunda, akakumbuka hii sio haki yangu. Je, nishakula, nafanyaje? Anajua uzito wa kula haki ambayo si yake mtu. Ikabidi amtafute mwenye shamba. Kwa lengo gani? La kumtaka msamaha, sio kuzunguka katika mitaa ile, kwa sababu ilikuwa ni sehemu kidogo ya ugeni. Akaonyeshwa mwenye shamba fulani, akaenda. Alipofika pale, kamkuta kweli mzee yupo na lile tunda analo mkononi kama ushahidi. Akamwambia, mzee wangu, samahani, nimekuja mimi katika misafara yangu, nimeokota tunda ndani ya shamba yako, njaa ikiwa inaniuma, nimekula, lakini Allah ananiletea ilham kama hii si haki yangu, na mimi najua adhabu za Mwenyezi Mungu, kula haki si ya kwako, haki ya mtu. Kwa hiyo nimekuja na kuomba, nimekuja kukutaka radhi, unisamehe kwa kula hili tunda lako, ima na hili la mkononi unihalalishie, ama niishi hapa, lakini umenisamehe. Yule mzee alichomjibu akamwambia, mimi naweza kukusamehe lakini kwa masharti. Sawa, naweza kukusamehe lakini kwa masharti. Ukiyaweza masharti hayo, umepata msamaha wangu. Ukishindwa, tutajuana mbele ya Mwenyezi Mungu. Akamuuliza, masharti gani? Akamwambia, sharti langu na binti yangu. Binti yangu ni kiwete, binti yangu ni kipofu, binti yangu ni bubu, binti yangu ni kiziwi. Sharti langu hili ni kusamehe, umuoe huyo binti yangu, umuoe. Umeelewa? Kiwete maana yake mlemavu, kipofu, bubu, kiziwi, ili asameheke mla tunda huyu baba yake Imam Shafi, amuoe yule binti, ndio msamaha uko wako. Mzee akamuuliza, hakuna sharti jingine labda naweza nikulipe ili unisamehe? Akamwambia, mimi sitakilipwa, msamaha wangu kwa hapo hapo, umuoe binti yangu. Uwezi wewe, nenda zako na hilo tena, utaangalia kama utakula, utalitupa, utajua. Kwa kuwa alikuwa mcha Mungu huyu, kwa lile yeye lilimpa hofu ya moto wa Allah Subhanahu. Akamwambia mzee, mimi nimekubali kumwoa binti yako, ili mradi fahimu nisamehe. Basi yakapangwa yaliyopangwa. Mzee akamwambia, naofia usije rudi tena wewe, mimi nataka nikuozeshe. Mahari ya binti yangu atakatotaja nitakupa mimi. Binti mahari yake msafi. Baba akaenda kumwandaa mke wake, akamwambia, tumepata mtu wa kumuoa mtoto wetu. Sawa, taratibu zifanyike, amuoe. Kaozeshwa. Kuozeshwa, akaambiwa, ingia ndani kamuone mke wako. Anaingia ndani, anasikia anakaribishwa kwa sauti, na yule binti kashakuwa taarifa na kila kitu. Shekhe muozeshaji kashakwenda kuuliza kuridhia kuolewa na huyo. Kwa anaingia ndani, anasikia anaambiwa, karibu mume wangu. Sio akimtizama huyo mke, haonekani kwamba ana dalili ya ulemavu wala upofu wala uziwi, maana yake karibu na huko anamtizama. Lakini wakati huo anaonekana asikia. Sasa baba yake Imam Shafi akawa ametoka nje kwanza, akamwambia mzee, na alikuwa ni binti mzuri sana, mzuri mashaallah. Akamwambia mzee, mimi nimekubali kumwoa mwanao ili unisamehe kula tunda, lakini nimekubali kumwoa yule mwenye sifa ulizonambia yule. Allahu Akbar.
Sasa huyu mimi kanikaribisha kwa mdomo wake na msema ni bubu, ananitazama na anasema ni kipofu. Ni umesema mlemavu, lakini yule amekaa katika kitanda na anaonekana pale atasimama, si mlemavu wa kwamba mlemavu yule. Na yule anasikia. Mzee akamwambia kijana wangu, nilipokwambia mwanangu ni mlemavu, sikumaanisha kwamba ni mlemavu asiyetembea, bali nilichokimaanisha kwamba mwanangu ni mlemavu katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaziridhia. Mwanangu hizo sehemu haendi, ni mlemavu. Mwanangu anakwenda mahala ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya ameparidhia. Asiporidhia mwanangu haendi. Nilipokuambia binti yangu ni kipofu, sikumaanisha haoni, bali nilimaanisha binti yangu anaona, ila hatazami vile ambavyo haridhii Allah. Yeye atazama vile ambavyo analidhia Allah. Asiporidhia Allah, binti yangu ni kipofu, haoni. Nilipokuambia binti yangu ni kiziwi, sikumaanisha kwamba hasikii, anasikia, bali vile asiporidhia Allah, binti yangu ni kiziwi, hasikilizi. Na nilipokuambia binti yangu ni bubu, sikumaanisha hazungumzi. Binti yangu azungumza, lakini asiporidhia Allah, binti yangu ni bubu, hazungumzi. Kwani nimekuozesha binti yangu, tena nimetaka kwa namna yote umuoe, kwa sababu wewe nimekuona ni mcha Mungu. Kama ulihofia adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tunda uliloliokota shambani kwangu, bila shaka yako mengine makubwa ambayo utaweza kuiepuka wewe. Na mimi nikawa kila siku na swali, naomba Mwenyezi Mungu ajalie binti yangu apate mume cha Mungu. Wewe Mungu kakuleta na mimi sikutaka kukupoteza, ndio maana nimekuozesha. Babake nani huyo? Ndio akaja kuzaliwa nani? Imam Shafi mwenyewe.